Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Zaidi ya wabunge 20 wa bunge la Ulaya wameitaka tume ya Ulaya kukata mara moja ufadhili wa Umoja wa Ulaya kwa taifa la Hungary kama njia ya kuweka shinikizo kwa serikali ya Waziri Mkuu Viktor Orban. Katika barua kwa kamishna wa bajeti Petrol Serafin na kamishna wa haki Michael McGrath, wabunge 26 walishutumu Hungary kwa kukiuka maadili ya EU pamoja na sheria za EU. Moja ya sababu alizozitaja wabunge hao ni hatua ya Waziri Mkuu Viktor Orban kupiga marufuku gwaride la wasenge na wasagaji katika mji mkuu Hungary na msimamo wake wa kutambua jinsia mbili tu. Wabunge hao pia walikashifu sheria iliyopendekezwa ya Hungary ambayo ingeimarisha usimamizi wa mashirika ya kisiasa yanayopokea ufadhili wa kigeni na ambayo wakosoaji wanasema ingekandamiza mashirika ya kiraia. Wabunge walidai kuwa sera za Hungary zinaonyesha kuwa ufadhili wote wa Umoja wa Ulaya kwa Hungary unaweza kutumika vibaya na kwamba kuufungia kamili ndio itakuwa sawa kutokana na hali ya sasa. Mbunge wa Hungary Csaba Domotor alikanusha shutuma hizo akisema kuwa mashirika yanayolengwa yanahudumia maslahi ya kigeni kwa ruzuku wanayopokea kutoka Umoja wa Ulaya na shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID. Hungary imekabiliwa na ukosoaji wa EU mara kwa mara kwa sera zake za kiafizina ambazo haziambatani na ajenda umoja huo unaounga mkono wafanyaji wa mapenzi ya jinsia moja na kanuni zinazohitaji uwazi zaidi kutoka kwa mashirika yanayofadhiliwa ya kigeni. Budapest pia imezozana mara kwa mara na Brussels juu ya kuunga mkono Kiev na vikwazo dhidi ya Urusi. Orban ameonya kwamba kuingiza Ukraine katika Umoja wa Ulaya kuna hatarisha muungano huo katika mzozo wa kijeshi unaoendelea na kuita mipango ya Umoja wa Ulaya ya kuacha kabisa kuagiza nishati kutoka Urusi mwaka 2027 kama ni mpango wa kiwenda wazimu kabisa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Hungary Peter Szijjártó amesema kwamba hatua kama hiyo itaongeza kwa kiasi kikubwa bei ya nishati hiyo katika Umoja wa Ulaya, kudhoofisha mamlaka za kitaifa katika nchi wanachama na kudhuru biashara za bara la Ulaya. Na wakati hayo akijiri, Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban ameishutumu Ukraine kwa kuzidisha shughuli za ujasusi katika taifa hilo mwanachama Umoja wa Ulaya kwa kutumia nguvu za kisiasa za upinzani. Madai hayo yanakuja huku kukiwa na mgawanyiko mkubwa wa kidiplomasia kati ya Budapest na Kiev. Mvutano wa muda mrefu kati ya Hungary na Ukraine uliongezeka mapema mwezi huu wakati nchi zote mbili zilipowafukuza wanadiplomasia wawili baada ya kulaumiana kwa kufanyiana ujasusi. Shughuli za kiukraini zimeongezeka sana nchini Hungary na wanapanga hatua zaidi, Orban alisema katika mahojiano na Radio Kotchi. Waziri mkuu huyo amesisitiza kwamba huduma ya ujasusi wa Ukraine inadumisha uhusiano wa kina na upinzani nchini Hungary. Orban amedai kwamba hivi majuzi Kiev ilizua habari kuhusu wapelelezi wa Hungary ikisema kwamba haina uhusiano wowote nao. Waziri mkuu huyo ameshutumu mtandao wa Ukraine unaodaiwa kufanya kazi nchini Hungary kwa kueneza propaganda za kiukraine na kushawishi maoni ya umma kwamba maslahi ya kitaifa ya Hungary yatakuwa salama endapo taifa hilo litasaidia Ukraine. Mapema mwezi huu, shirika la ujasusi la Ukraine SBU lilidai kuwa lilisambaratisha mtandao wa kijasusi na kijeshi wa Hungary unaosemekana kufanya kazi katika eneo la Transfabia katika eneo la magharibi mwa Ukraine. Huduma zao za kijasusi zinaendesha shughuli katika eneo la Hungary kwa namna fulani hivi ili kulazimisha serikali ya Hungary kufanya uamuzi wa kuisaidia silaha Ukraine, alisisitiza Orban, akiongeza kuwa Ukraine inatumia fedha nyingi kwa madhumuni hayo na kujaribu kupeleka rasilimali kubwa ili kudhoofisha usalama wa nchi yake. Budapest kwa siku nyingi imedumisha uhusiano na Urusi licha ya shinikizo kutoka kwa maafisa wa Umoja wa Ulaya. Hungary kwa muda mrefu imekuwa ikishutumu Kiev kwa kuwabagua wa Hungary wale wachache katika eneo la Transcarpia. Na wakati hayo akijiri, sasa tuelekee nchini Marekani ambapo Senator wa Marekani Ron Johnson ambaye ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya uchunguzi wa usalama wa ndani amezindua uchunguzi kuhusu uwezekano wa kuficha kuhusiana na afya ya rais wa zamani Joe Biden. Mbunge wa Republican kutoka jimbo la Wisconsin ametangaza weekend iliyopita ofisi ya Rais Biden ilifichua kwamba rais huyo alikuwa amepatikana na aina kali ya saratani ya kibofu, wakati wengine akiwemo rais aliyepo madarakani Donald Trump walikuwa wepesi kujitokeza hadharani na kumhurumia. Baadhi ya watu wa maoni walidai kwamba utambuzi huo umefichwa kwa muda mrefu ndani ya chama cha Democratic kwa makusudi maalum bila umma kufahamishwa. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X, Johnson aliandika kwamba alikuwa ametuma barua kwa washiriki wa zamani wa baraza la mawaziri la Joe Biden akiomba wafike mbele ya kamati yake kwa mahojiano juu ya uwezo wa utambuzi wa afya Biden wakati wa rais wake. Je, watu hawa watasema ukweli au watasisitiza uongo wao marudufu? Seneta huyo aliuliza. Akiongea na shirika la habari la
Axios alisema kwamba alianzisha uchunguzi juu ya afya ya rais huyu wa zamani, akikaribia watu kadhaa ambao walikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na Rais Biden. Seneta huyo alieleza kwamba lengo la uchunguzi huo lilikuwa kujua ni nani aliyekuwa akisimamia serikali ya Marekani wakati rais huyo alikuwa hana uwezo madhubuti wa kifikra. Katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Truth Social siku ya Jumanne, Rais Donald Trump alipendekeza kwamba Biden hangeweza kamwe kuruhusu wafanyabiashara wa dawa za kulevya pamoja na washiriki wa magenge ya kihalifu kuingia nchini Marekani bila kuchunguzwa. Badala yake, Trump anaamini kwamba kuna watu ambao waliuteka uraisi kutokana na rais huyo kupata tatizo la utambuzi wa mambo. Huu ni uhaini kwa kiwango cha juu. Kitu kikali sana kinapaswa kuwatokea wahaini hawa wasaliti, Trump alisema. Na Urusi na Ukraine kila moja imekabidhi wanajeshi na raia 390 katika mabadilishano makubwa ya wafungwa tangu kuanza kwa operation maalum ya kijeshi mnamo mwaka 2022. Nchi zote mbili zimerejesha wanajeshi 270 na raia 120 kwenye mpaka wa Ukraine na Belarus kama sehemu ya makubaliano yaliyokubaliwa katika mazungumzo ya moja kwa moja huko Istanbul wiki moja iliyopita. Pande zote mbili zimekubaliana kubadilishana wafungwa 1000 na kuthibitisha kuwa kutakuwa na mabadilishano zaidi katika siku zijazo. Na wakati hayo akijiri, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema pendekezo lilotolewa la Vatican kwa ajili ya upatanishi wa mzozo baina ya Urusi na Ukraine halina uhalisia na hawaliungi mkono. Sergei Lavrov ametoa kauli hiyo baada ya rais wa Marekani Donald Trump kupendekeza wakati wa mazungumzo yake kwa njia ya simu na Rais Vladimir Putin kuwa mji wa Vatican ni mahala pa kufanyia mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine. Pendekezo hilo aliungwa mkono na wengi nchini Urusi na hadi sasa haijulikani ni wapi au lini mazungumzo ya moja kwa moja baina ya Urusi na Ukraine yatafanyika. Kulingana na vyanzo vya ndani nchini Urusi ni kwamba Moscow inaendelea kuifanyia kazi rasimu yake ya mapendekezo ya kutatua mzozo huo. Na mapigano kati ya jeshi la Sudani Kusini na wapiganaji wanaomuunga mkono mpinzani wa Rais Salva Kiir Mayardit yamesababisha vifo vya takriban raia 75 tangu mwezi Februari. Volker Turk ameongeza kwamba makumi ya watu wengine wamejeruhiwa na maelfu wamelazimika kukimbia makazi yao katika nchi hiyo. Taarifa Umoja wa Mataifa inasema kwamba jeshi la Sudani Kusini lilifanya mashambulizi ya kiholela angani, majini na ardhini licha ya ngome za kundi la wapiganaji wa SPLO katika jimbo la Jonglei na mikoa ya Upper Nile. Sudan Kusini ambayo ilipata uhuru kutoka kwa Sudani mwaka 2011 ilitumbukia katika vita wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 2013 na 2018 vilivyosababisha vifo vya watu 400,000 na wengine milioni 4 kuyahama makazi yao. Makubaliano ya kugawana madaraka ya mwaka 2018 kati ya pande zinazopigana yaliruhusu utulivu wa hali ya juu. Na mbunge wa jimbo la Florida wa chama cha Republican Rand Fine ameashiria shambulio la bomu la nyuklia la Marekani dhidi ya Japani wakati wa vita vya pili vya dunia na kutoa wito wa kuangamizwa kwa Gaza kwa silaha za nyuklia. Katika mahojiano na Fox News, Fine alilinganisha vita vinavyoendelea vya Israel na mwisho wa vita wa pili wa dunia na kueleza kuwa mashambulizi ya mabomu ya nyuklia huko Hiroshima na Nagasaki yalisababisha kujisalimisha bila masharti na kwamba hatua sawa inapaswa kufanywa huko Gaza. Katika vita vya pili vya dunia hatukufanya mazungumzo ya kujisalimisha kwa Wanazi, hatukufanya mazungumzo ya kujisalimisha na Wajapani. Tuliwapiga kwa silaha za nyuklia Wajapani mara 2 ili kupata kujisalimisha bila masharti. Hiyo inahitajika kuwa sasa huko Gaza, amesema. Hapo awali Finn alikosolewa kwa matamshi yake kuhusu vita hivyo vya Wazayuni dhidi ya Gaza, ambapo Baraza la Mahusiano ya Kiislamu la Marekani ilieleza matamshi yake kama iliyojaa chuki dhidi ya Waislamu wa Marekani na wa Palestina. Shirika kubwa zaidi la kutetea haki za kiraia na utetezi wa Waislamu nchini Marekani lililaani vikali kauli hizo na kuwataka viongozi wa Republican na Democratic kuchukua hatua za haraka kukemea hadharani matamshi hayo ya kusajihisha mauaji ya kimbari na kumuondoa katika kamati na vikao vyote vya bunge. Na mkuu wa vikosi vya majeshi ya Iran amesema wanajeshi wa nchi hiyo hivi sasa wanatengeneza aina mbalimbali za ndege zisizo na rubani na ndege ndogo ndogo, akionya kwamba jamhuri hiyo ya Kiislamu itajibu vitisho vyovyote vya maadui kwa jibu lenye mlingano sawa. Akizungumza baada ya ziara ukaguzi wa mipaka ya kusini mashariki ya nchi hiyo, Meja Jenerali Mohamed Bagher amesisitiza kwamba lengo kuu la Iran ni kuimarisha uwezo wake wa kuzuia hujuma, ulinzi thabiti, usalama wa kudumu na utulivu wa kikanda. Amebainisha kuwa vikosi vya jeshi la Iran, haswa vikosi vya ardhini vya nchi hiyo,
vimepiga hatua kubwa ya kimkakati kwa kuunda teknolojia ya hali ya juu na mifumo ya ulinzi ya hali ya juu inayoendana na hali halisi ya ulimwengu. Mojawapo ya mafanikio muhimu ya kijeshi ya Iran ni uundaji wa ndege ndogo zilizozalishwa kwa shabaha kukabiliana na ndege zisizo na rubani za adui, General Bagheri alisema. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Said Abbas Araghchi amesisitiza kuwa jukumu la msingi la wizara hiyo ni kujitahidi kuondosha vikwazo na kuongeza kuwa naibu waziri wa mambo ya nje anasimamia diplomasia ya uchumi na balozi za Iran nje ya nchi zinapaswa kuwezesha mchakato huo na kuondolewa vikwazo vyote dhidi ya taifa hilo. Akizungumza katika kongamano la diplomasia la uchumi lilohudhuriwa na wafanyabiashara wa Iran huko Shiraz, kusini mwa Iran, Araghchi amesema diplomasia ina kanuni mbili za kimsingi: ujirani mwema na diplomasia ya uchumi. Ameeleza bayana kuwa Iran kwa muda mrefu imekuwa ikifuata diplomasia ya ujirani mwema, huku diplomasia pili ikihusisha wizara ya mambo ya kigeni kuwezesha fursa za biashara badala ya kujihusisha na biashara moja kwa moja. Waziri huyo wa mambo ya kigeni ameongeza kuwa biashara za Iran zinazokwepa vikwazo zimeweza kuipa motisha timu ya mazungumzo ya Iran na kuwakatisha tamaa wale wanaotekeleza vikwazo hivyo. Iwapo adui angekuwa na uhakika kwamba Iran inaweza kupigishwa magoti, asingeingia katika mazungumzo hata kidogo, amesisitiza Araghchi. Na harakati ya mapambano ya Hamas imekaribisha kwa mikono miwili taarifa pamoja iliyotolewa na nchi 80 duniani zikisisitiza kwamba Gaza inakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu tangu kuanza kwa vita vya Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Katika taarifa, Hamas imepongeza misimamo ya mataifa hayo ikisisitiza kwamba ukanda wa Gaza unakabiliwa na janga kubwa zaidi la kibinadamu. Hamas imesisitiza kuwa msimamo huo unasisitiza kupanuka kwa wigo wa upinzani wa kimataifa dhidi ya Israel ambayo inaendeleza mauaji katika ukanda wa Gaza. Taarifa iliyotolewa na nchi hizo 80 inatumika kama shinikizo kubwa la kutoa misaada ya kibinadamu kwa taifa la Palestina, kukomesha uhalifu wa njaa na kuvunja mizingiro ya kikatili iliyowekwa juu ya Gaza, Hamas imesema katika taarifa yake. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadhi Rashidi.